Tunaendelea na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Swali la Mheshimiwa Mariam Nassor Kisangi litaulizwa kwa niaba na Mheshimiwa Stella Ikupa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sasa swali namba 137 la Mheshimiwa Mariam Nassor Kisangi lijibiwe. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wa Benjamin Mkapa una faida nyingi kwa wananchi wa manispaa ya Temeke na taifa kwa ujumla. Kiuchumi, unachochea mzunguko wa fedha kwa wafanyabiashara wakati wa matukio makubwa, pia unavutia wawekezaji wa matangazo makubwa na ajira kwa wananchi. Kijamii, matukio makubwa ya kidini na matamasha makubwa ya sanaa na muziki yanawaleta wanatemeke na Watanzania wote pamoja, na hivyo kudumisha amani na mshikamano wa nchi yetu. Kimichezo, uwepo wa uwanja huu umeifanya manispaa ya Temeke kuwa kitovu cha michezo ya kitaifa na kimataifa, jambo linaloongeza heshima na utambulisho wa eneo hilo na kutoa hamasa kwa vijana kushiriki michezo. Hivyo, miundombinu hii ni muhimu katika kuchochea maendeleo kwa wananchi wa Temeke na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Stella Ikupa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mariam anaishukuru serikali kwa kujengwa kwa uwanja huu wa Mkapa ambao unabeba watu wengi kwenye mechi mbalimbali zikiwemo mechi za Simba na Yanga na hivyo kuingiza mapato makubwa. Serikali ina mpango gani wa kugawa sehemu ya mapato kwenye katika jimbo la Temeke? Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili la Mheshimiwa Mariam, uwanja wa Mkapa na Uhuru unafanyiwa huduma mbalimbali ikiwemo kutengeneza bustani pamoja na usafi, lakini pamoja na huduma zingine. Nini mpango wa serikali kuwapa kazi hizi vijana wa Temeke wakiwemo vijana wenye ulemavu? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimshukuru Mheshimiwa Stella Ikupa kwa niaba ya Mheshimiwa Mariam Kisangi, mbunge wa Temeke, ambaye anafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuwapigania wanatemeke, na namuombea Mungu aendelee kumtia nguvu na amtie moyo kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wa Temeke wanapata kile ambacho walitarajia wakati wanamtuma kuwa mbunge wao. Kujibu maswali haya mawili mazuri ya nyongeza, la kwanza lilikuwa kuhusiana na mgao. Mara nyingi serikali haiandai matukio yanayofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yenyewe inatoa miundombinu hii kwa waandaaji ambao kwa mfano mechi za Simba na Yanga, timu mwenyeji ndio ambayo inakuwa inakodishwa uwanja huu, na mapato yanayopatikana hugawanywa kwa utaratibu maalum ambao umekubalika. 18% inakwenda kama kodi ya ongezeko la thamani, 3% inakwenda kwa BMT, 4% inakwenda kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, 15% inakwenda kama gharama za ukodishaji wa uwanja, na 7% kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli ile, lakini 6% inakwenda kwa chama cha soka cha mkoa wa Dar es Salaam. Wadau wote hawa, moja ya mambo wanayowafanya ni kuhakikisha wanarudisha kwa ajili ya shughuli mbalimbali zinazofanyika Tanzania na hasa kwa manispaa ya Temeke ambayo uwanja huu umewekwa pale. Serikali inachofanya kwa sasa ni kuhakikisha tunaendelea kuimarisha makusanyo haya ili kiwango ambacho kinagaiwa kwa wadau hawa ambao nao hurudisha kwa manispaa ya Temeke na maeneo mengine mbalimbali kwa ajili ya huduma hasa za michezo kinaongezeka. Tunasimamia utaratibu wa kuhakikisha tunaendelea kukusanya mapato haya ili yawe na manufaa na tija kubwa zaidi kama ambavyo imekuwa ikitokea kwa wakati wote. Lakini hali kadhalika kwenye swali lake la pili kuhusiana na huduma mbalimbali, kwenye hili serikali imetoa zabuni kwa makampuni ambayo yanatoa huduma mbalimbali zinazofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakati wa matukio yanayotokea pale. Tumetoa zabuni kwa makampuni ya ulinzi na makampuni ya usafi hali kadhalika. Kampuni za ulinzi tunao walinzi 25 pale, lakini tunao vijana 40 ambao wanafanya shughuli za usafi, na wote hawa ni wakazi wa manispaa ya Temeke. Lakini hali kadhalika kuhusiana na kutenga kwa ajili ya watu wenye ulemavu moja kwa moja, hili ni wazo zuri na naomba nilichukue kwa ajili ya mashauriano na wenzangu kuona kama miongoni mwa vikundi vya wajasiriamali ambapo sasa hivi tunavyo vikundi 4 pale, kila kimoja kikiwa na wanachama 50, tuone kama tunaweza kutenga vikundi ambavyo vitakuwa vya watu wenye ulemavu kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali panapokuwa na matukio kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Abdallah Chikota, swali fupi la nyongeza. Nakushukuru Mwenyekiti kwa kunipa nafasi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wa Nang'wanda Sijaona uliopo mkoani Mtwara ni miongoni mwa viwanja ambavyo vinaingiza mapato makubwa sana mechi inapofanyika. Je, serikali kwa kushirikiana na mmiliki wa uwanja huu ina mpango gani wa kufanya ukarabati mkubwa wa uwanja huu? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na nimshukuru Mheshimiwa Chikota kwa swali zuri la nyongeza. Uwanja wa Nang'wanda Sijaona haumilikiwi moja kwa moja na serikali. Ni uwanja wa miongoni mwa wadau wetu Chama cha Mapinduzi, na kama ambavyo nilishajibu mara kadhaa hapa, tunayo mazungumzo na Chama cha Mapinduzi kuona namna ambavyo tunaweza kuhakikisha tunaweza kuvifanyia ukarabati kwa utaratibu unaofaa viwanja vingi ambavyo vinamilikiwa na taasisi hii, lakini na kuona namna ambavyo mapato yatafanywa magawanyo baada ya uendeshaji kati ya Chama cha Mapinduzi na serikali ambayo itakuwa imefanya ukarabati wa viwanja hivi. Kwa hiyo uwanja wa Nang'wanda Sijaona ni miongoni mwa viwanja ambavyo viko katika fikra zetu, na tutakapokubaliana na wamiliki wa kiwanja hiki ambao ni Chama cha Mapinduzi, tutakwenda kukifanyia ukarabati na kuhakikisha kinakuwa katika hali nzuri kwa ajili ya kufanya shughuli za michezo. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Edward Kisau Olele Kaita, mbunge wa Kiteto. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Kwa niaba ya wananchi wa Kiteto tunaomba majibu ya serikali kwa swali 138. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo hiki ni sehemu ya mradi unaotekelezwa na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC kwa kushirikiana na Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote UCSAF. Hadi kufikia tarehe 14 April 2026, ujenzi na ufungaji wa miundombinu ya mitambo ya redio katika kituo hiki umefikia 90% na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026. Mheshimiwa Edward Olele Kaita. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na nilipongeza serikali kwa majibu mazuri, mafupi, safi. Sasa swali dogo tu la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa siku ambazo sio nyingi sana, ni lini uko tayari tutembelee Kiteto ili tuweze kumonitor mradi huu muhimu sana kwa wananchi wa Kiteto? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru kwa swali zuri la nyongeza la Mheshimiwa Olele Kaita, mbunge wa Kiteto, na nimpongeza kwa kazi kubwa anayoifanya kuwapigania wana Kiteto. Hili la kuambatana naye kwenda Kiteto wala sio swala la mjadala. Utakapokuwa tayari Mheshimiwa mbunge, wewe unifahamishe, tujadiliane kuhusiana na ratiba ya bunge na shughuli nyingine za serikali, tufunge safari kwa ajili ya kwenda Kiteto. Asante. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu hayo ya waheshimiwa kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo.